hususan katika mfumo wa anti-aging, yani huzuia binadamu au mwanadamu kuzeeka kwa haraka ukilinganisha na mtu anayekuwa anatumia hiyo chavua ya nyuki. Dira na dhima ya jeshi letu la magereza ni kuwa na jeshi imara la kisasa, tena lenye wataalamu wa hali ya juu, viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwenye ripoti ya tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za kijinai nchini, miongoni mwa mapendekezo katika ripoti hiyo kwa upande wa taswira ya jeshi la magereza ni kuwa jeshi liweke utaratibu wa ajira utakaowezesha kupatikana kwa watendaji wenye ujuzi na maarifa ya kutimiza majukumu kuendana na uanzishwaji wa taasisi ya huduma za urekebishaji. Kimsingi, jeshi la magereza linaendelea kutekeleza pendekezo hilo, hususan katika kuajiri vijana wasomi wenye uwezo mkubwa, kama anavyotema madini mtaalamu huyu mwenye shahada ya sayansi na teknolojia ya ufugaji wa nyuki, mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, huku akiwa ameajiriwa na jeshi kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa majina naitwa namba C 1985 Wadalinus Lisbon Thomas, mtaalamu wa ufugaji nyuki kutoka makao makuu ya jeshi la magereza, sehemu ya kilimo, mifugo, mazingira. Niko hapa kutoa mada kuu mbili juu ya aina ya nyuki, lakini pia faida za ufugaji wa nyuki, tukihusisha jeshi letu la magereza katika kufanya mafunzo kwa ajili ya uhalifu tunakuwa tukiwapokea magerezani, ili wanapokuwa wanatoka sasa wanakuwa ni raia wema kwa kutumia stadi wanazokuwa wamezipata kupitia urakebu wetu hapa katika jeshi la magereza. Kitaratibu au kitaalamu tunao aina kuu mbili za nyuki. Tuna nyuki wanaouma au stinging bees, lakini pia tuna nyuki wasiodunga ama stingless honey bees. Na katika aina kuu hizi mbili kuna matabaka kulingana na sehemu nyuki hao wanapopatikana, na nyuki hawa wanaouma huwa wanatofautishwa kulingana na maeneo, na kiutafiti inaonyesha ni wanaitwa ni Apis mellifera. Apis mellifera. Kwa hiyo nyuki hawa wamekuwa wakiwa na tabia au sifa mbalimbali kutokana na maeneo yanayopatikana, na mara nyingi kuna nyuki wanaopatikana katika milima ambao tunaita ni Apis mellifera scaturata, lakini tuna nyuki wanaopatikana sehemu za tambarare, na nyuki hawa huwa wanaitwa ni Apis mellifera litorea. Lakini ukiachana na nyuki hawa wanauma, tuna nyuki wadogo ambao ni Meliponin. Hawa Meliponin huwa wanatofautiana na species, kuna Dactylina, na asali yake pia huwa ina tofauti ukilinganishwa na asali ya nyuki wakubwa, kwa sababu asali ya nyuki wadogo, nyuki hawa huweza kupenya katika kila aina ya ua, lakini pia uthubutu wa ile nyuki mdogo kupenya katika lile ua hutumika sana kukusanya ingredients ama viambata vingi kutoka kwenye jamii ya maua tofauti na kupelekea asali hiyo kuwa bora sana. Tukiachana na aina ya asali, sasa tuje tuone mazao yanayopatikana na nyuki. Je, nyuki huyu tunamfuga kwa sababu gani, labda katika jeshi letu au katika mazingira yetu ama huko wilayani? Kwa nini watu wanafuga nyuki? Nyuki amekuwa ni mdudu mwenye umuhimu mkubwa sana, kwanza akihusishwa kwa 85% mpaka 90% kuwa mmoja wa wadudu wachavushaji wakuu wa mimea, ambao sasa kupitia hao sisi tunajipatia chakula kupitia mimea wanapokuwa wamechavushwa, lakini husaidia katika utengenezaji wa mvua. Kwa unajikuta tunapata mvua kwa kiasi au kwa wingi kutokana na ile pollination coverage ya wale nyuki na kufanya kuwepo na idadi mingi ya misitu, hivyo kurahisisha utengenezaji wa mvua. Ukiachana na uchavushaji wa mimea kwa ajili ya chakula, lakini nyuki hawa wamekuwa wakitusaidia pia katika kujikwamua kiuchumi. Watu wengi wamekuwa wakifuga, wanajipatia kipato baada ya kufuga nyuki na kuvuna mazao kama asali, nta, chavua, sumu ya nyuki na hata tiba ya nyuki ambayo ni apitherapy, ambayo hutolewa kwa ajili ya mtu anapokuwa anahitaji, ama kwa kudungwa moja kwa moja na nyuki katika namba ambayo imekusudiwa, idadi ya nyuki 2 mpaka 1, lakini pia kwa kudungwa sindano ambayo inakuwa ina ingredients au ina ile sumu ya nyuki ambayo imevunwa. Je,
Ni mazao yapi hupatikana kwenye nyuki? Mtaalamu anaeleza. Sasa tuje katika mazao ya nyuki. Tuna takriban mazao 6 yanayotokana na nyuki. Tuna zao la kwanza, tuna asali, lakini tuna nta, tuna chavua ama bees pollen, tuna sumu ya nyuki, bee venom, lakini pia tuna maziwa ya nyuki ama royal jelly. Sasa bidhaa zote hizi ama mazao yote haya yamekuwa na matumizi tofauti, na mara nyingi tumekuwa tukijihusisha sana jamii zetu kufuga nyuki kwa ajili tu ya kuuza asali, na tusitambue kwamba kuna baadhi ya mazao ambayo ni muhimu sana kuyatengeneza ama kuyauza, na gharama yake ina thamani kubwa ukilinganisha na asali. Faida za asali kama tunavyojua imekuwa ikitusaidia katika mambo mengi. Kwanza, asali ni chakula tiba, kwamba inasaidia katika muktadha upi? Asali imekuwa ikitumika hapo zamani toka katika historia za mababu. Watu wengi wamekuwa wakiishi na asali ndani, lakini huenda hawakuwa wanajua nini maana ya matumizi sahihi ya asali hiyo. Kwanza imekuwa ikitumika kama dawa, kwamba kwa mtu anayekuwa na kovu ama amepata ajali anaweza akatumia asali kuweka katika kidonda chake. Dhumuni ni nini? Asali ina uwezo wa kufyonza yale maji, tunasema ni hygroscopic characteristics, yani uwezo wa kuabsorb kiwango cha maji ama unyevunyevu katika kitu chochote. Hivyo kulingana na sifa hiyo, asali huweza kuondoa aina ya maji au unyevunyevu katika kidonda na kufanya sasa kile kidonda kisiwepo na mwendelezo wa bakteria au vimelea ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kuwa na jeraha na kuzidi kuongezeka. Kwa hiyo kutokana na content ya sugar ambayo ipo katika asali au kiwango cha sukari kilichopo katika asali kinasaidia sana kufyonza yale maji na kufanya kidonda kiwe katika hali ya utimamu na kumpelekea mtu kupona kwa haraka ama kwa wepesi. Lakini pia asali imekuwa kutusaidia katika kutibu madonda yatokanayo na koo ama mikwaruzo. Sasa unakuta mtu ana sauti ambayo kidogo inakwaruza. Sasa tiba yake ni nini? Tiba yake unaweza ukawa unatumia 2 teaspoon, yani vijiko viwili vya asali kwa kulamba moja kwa moja kwa ajili ya kuzuia au kurahisisha sauti yako iweze kutoka katika muktadha unaostahili. Tukiachana na kutibu madonda ya koo, asali pia imeonekana ikisaidia kutibu madonda ya tumbo. Asali yote ya aina mbili, ya nyuki wakubwa na nyuki wadogo, katika kutibu madonda ya tumbo wengi wamekuwa wakitumia kwa namna tofauti, baadhi wakiongeza baadhi ya vitu kama cinnamon powder au majani ya mdarasini, aidha katika hali ya poda au katika hali ya magome, wamekuwa kichemshwa na kuongeza vijiko viwili, kisha kuchanganya ule mchanganyiko na mtu kutumia kwa kumeza au kwa kula kwa siku moja au na mwendelezo kulingana atakavyokuwa ameelekezwa, hususan vijiko viwili kila mara anapokuwa anatumia. Kwa hiyo faida hii ya asali imekuwa ni ya msingi sana, hususan kwa watu ambao wana madonda hayo ya tumbo. Yote asali ya nyuki wadogo na kubwa imekuwa ikitumika, lakini ambayo ina uwezo madhubuti au uwezo mzuri zaidi ni asali ya nyuki wadogo, kulingana na sifa nilizozitoa hapo awali, kwamba uwezo wa nyuki mdogo kupenya katika kila ua umechangiza sana asali yake kuwa bora, kwa sababu ana uwezo wa kupenya zaidi ya maua 1000 yenye shape au maumbo tofauti ambayo hayamruhusu nyuki mkubwa kuingia, hivyo kufanya asali yake kuwa na viambata vingi ambavyo hutumika kama tiba. Tukiachana na asali, tuna zao jingine. Hili zao linaitwa ni nta ama beeswax. Beeswax ni end product au ni zao baada ya upatikanaji wa asali. Zao hili hutengenezwa kwa namna mbalimbali. Kuna njia nyingi za kutengeneza, lakini kuna Odi Tanganyika method ambapo makapi yale asali huchemshwa, na baada ya kuchemshwa huwekwa katika vifuko au kuchujwa katika ndoo ama jaba, kisha kuacha na kupoa, na baada ya hapo utakuta nta yako ipo juu imeelea na kiwango cha maji kile kimezama chini. Kwa nini nta inaelea? Kwa sababu nta ina asili ya mafuta. Kwa hiyo siku zote utakapochanganya mafuta na maji lazima jitenge na mafuta yaje juu. Sasa kinachokuwepo juu ni nta. Na nini faida za nta? Nta imekuwa ikitumika kutengeneza vitu mbalimbali. Tumekuwa tukiona tuna mafuta yanayotokana na utengenezaji wa nta, kuna mafuta yanayotokana na nta, lakini pia ukienda hospitalini kuna dissection kits ama vifaa vya upasuaji ambavyo madokta wamekuwa wakivitumia kuweka sindano ama vifaa vile vinavyotumika katika upasuaji.
Dhumuni lake ni nini? Kusudio lake ni kwamba ile nta husaidia kuhori au kushikiza kile kifaa na kuepusha misplacement ama kukiweka kitu au kifaa mahala ambapo hapastahili. Hivyo vimekuwa vikionyesha utimamu mkubwa sana. Tofauti na kuweka hicho kifaa, nta ina antimicrobial activities, yani ina uwezo wa kuzuia vimelea vya magonjwa kuto kuingiliana na kitu ambacho kinakuwa kimewekwa. Kwa utakapoweka sindano au kitu chochote katika nta, tunaamini unakuwa umesterilize na kuzuia contamination ya hicho kifaa dhidi ya mtu unayekuwa unamtreat. Tukiachana na kutumika katika hospitalini kama dissection kits, nta imekuwa ikitumika pia kutengenezea sabuni. Tuna sabuni zinazotengenezwa kutokana na nta, lakini pia imetumika kwa kutengenezea body creams. Hivi vinaitwa nini? Vipodozi kwa kina dada wamekuwa wakivitumia kwa kutengenezea nta. Lakini pia ukiachana na matumizi ya utengenezaji wa vipodozi, nta imekuwa ikitumika pia kutengenezea candles ama mishumaa. Na kihistoria inaonekana kwamba babu zetu wa zamani walikuwa wakitumia candles kama sehemu ya meditations, yani mtu alikuwa anawasha nyumbani. Lakini ukija katika masuala ya dini pia kuna baadhi ya madhehebu tumekuwa tukiona kwa kupitia hiyo. Sasa wamekuwa waki-advance au wakihusisha sana ukuaji wa soko la bidhaa ya nta na kuifanya ionekane kuwa bora na ya msingi katika matumizi ya jamii. Kichana matumizi hayo imetumika pia kutengenezea dawa ya viatu ama dawa za kung'arishia viatu kulingana na aina ya kiatu ambacho mtu anakuwa na kimiliki. Kwa hiyo kuna nta zinatengenezwa zikiwa na rangi nyeusi kulingana na kiatu kinachokuwa kinatumika. Utakuta mtu anatumia rangi ya dark tan, atakuwa anatumia rangi labda ya brown, atakuwa anatumia rangi nyingineyo. Hiyo ni ingredient ambayo mtu anaongeza, ni aina ya mafuta anaongeza katika nta kwa ajili ya kuweza kutumia kutengenezea malighafi hiyo. Ni dhahiri wapo watu huwa ni waoga kuitwa wazee. Je, wafanye nini ili waendelee kubaki kwenye kundi la Gen Z hata wakiwa na miaka zaidi ya 80? Tukiachana na zao la nta, tuna zao lingine tunaita ni pollen ama chavua. Chavua ya nyuki imekuwa kisikika kwamba inasaidia. Uhalisia ni kwamba chavua ya nyuki ni moja ya zao la nyuki ambalo ni gari na lina manufaa mengi katika mfumo wa mwanadamu, hususan katika mfumo wa anti-aging, yani huzuia binadamu au mwanadamu kuzeeka kwa haraka ukilinganisha na mtu anayekuwa anatumia hiyo chavua ya nyuki. Kwa nini sasa kuna hiyo sifa kwamba nta chavua inahusishwa na anti-aging character? How inakuwaje? Anti-aging character ya chavua inatokana na ingredients ama viambata ambavyo nyuki wanavichukua kutoka katika maua mbalimbali. Na tutambue miti hutumika sana kutengenezea madawa au tiba. Sasa nyuki anapokuwa amevisit more than 100 flowers, zaidi ya maua 100, tunaamini viambata vile ambavyo anakuwa amevichukua ni vizuri sana, hasa tunapokuwa tumevitumia katika mwili wetu na kufanya afya yetu ionekane kuwa bora. Na kwa wenye changamoto ya uzazi wasihangaike kwenda kwenye ramli chonganishi. Ni hapa suluhisho lake. Lakini pia imekuwa ikisemwa na kitaalamu, inaonekana kweli imekuwa ikisaidia katika mfumo wa uzalishaji ama mfumo wa upatikanaji wa watoto, kwa sababu chavua imekuwa ikisaidia katika kuchocheza tezi zile za uzalishaji, yani kwa mwanaume testosterone kwa mwanaume testosterone na kwa mwanamke estrogen, kwa sababu huenda katika tezi zile na kusaidia kuchocheza homoni zinazotoka ili kumfanya sasa mtu kuwa na uwezo wa kuconserve, yani kwa mwanamke conserve, kwa mwanamke conserve, lakini kwa mwanaume kuwa na ile stability ya kuweza kuwa katika performance yake wakati wa tendo. Katika dunia hii ambayo magonjwa yamekuwa yakiota kama uyoga, mtaalamu anaelezea thamani ya nyuki. Ukiachana na zao hilo la chavua, tuna product nyingine ambayo hiyo ni gundi ya nyuki. Gundi ya nyuki tunaita ni propolis. Hili ni zao ambalo kidogo kwa watu wengi wamekuwa hawalifahamu, lakini
ni moja ya zao ambalo limekuwa lina manufaa sana, na ikumbukwe gundi hutengenezwa kutoka katika utomvu wa miti mbalimbali. Sasa wengi wamekuwa wakitumia katika kutibu changamoto ya mfumo wa tumbo. Unakuta labda kama mtu ana kichango, anachukua ile vumbo, kwa Kiswahili gundi ya nyuki inaitwa vumbo, anachukua anachemsha maji katika hali ya vuguvugu, anastia ile vumbo yake, then anakunywa yale maji, anajisukutua. Kwa hususan kwa watu wenye shida ya meno imekuwa ikisaidia kupunguza yale makali, lakini pia kwa allergy au msimbo kwa mtu imekuwa ikimsaidia. Tukiachana na gundi ya nyuki, tuna sumu ya nyuki au bee venom, na sumu hii imekuwa ikitolewa kama apitherapy, yani tiba itokanayo na nyuki. Treatment au tiba hii imekuwa ikitolewa kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kudungwa moja kwa moja, na njia ya pili ni njia ya injection. Sasa current wise tumekuwa tukitumia njia ya kudunga moja kwa moja. Tumekuwa mashuhuda tukiangalia katika vyombo vya habari, lakini pia katika taasisi mbalimbali ambazo ni za uhifadhi zikitoa tiba hii. Hata sisi Jeshi la Magereza tumekuwa tukitoa tiba hii katika maonyesho mbalimbali ya nyuki duniani, hasa mwaka huu uliofanyika Chinangari Mei 20, viwanja vya Chinangari jijini Dodoma. Lakini pia tunakusudia kutoa tiba hii katika viwanja vyetu vya 88 katika maonyesho ya siku ya mkulima kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 katika viwanja vya 88. Huduma hii pia itakuwepo. Dhumuni la utoaji wa tiba hii ni nini? Tiba hii imekuwa ikisaidia hasa katika kuboost au kusisimua mfumo wa kinga ya mwanadamu, lakini pia imeonekana ikisaidia kukinzana na vimelea ambavyo humpelekea mtu kupata magonjwa, kwa sababu tunasema bee venom ni peptide au ni aina ya protein ambayo husaidia au huwa ni against vimelea, tunasema ni antibacterial, lakini pia ni antifungal kutokana na baadhi ya magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa fungus. Sumu hii imekuwa ikisaidia kuyatibu, lakini imeenda mbali zaidi na kuwa anti-cancer na imeonekana ikisaidia kutibu baadhi ya magonjwa kama mtu atatumia kulingana na maelekezo atakuwa amepewa, at least kwa mwezi awe na amedungwa na nyuki at least 1 mpaka 2. Hii itamsaidia kuboost immunity yake na kufanya kinga yake iwe imara dhidi ya vimelea vinavyokuwa vinamzunguka. Usilolijua ni kama usiku wa kiza, eti na nyuki ukamuliwa maziwa. Na zao la mwisho kabisa katika nyuki ambalo hulitengeneza na upatikanaji wake umekuwa ni mdogo, lakini demand ama uhitaji umekuwa ni mkubwa, ni maziwa ya nyuki. Tumekuwa tukisikia maziwa ya nyuki ama loje limepatikana, kwamba wengine wakihusisha ni watoto. No, wale wanaokuwa wanaonekana katika sega wale ni brood, ni watoto, lakini actually maziwa ya nyuki huwa yanavunwa, na katika sega unakuta ni kama utando mdogo unakuwa covered au unakuwa umefunikwa na layer, ambapo sasa extraction yake ama uvunaji wake unaweza kuvuna kwa kutumia balloons kwa uvunaji wa kawaida, lakini pia kuna machines za kuharvest hayo maziwa ya nyuki. Though kwa nchi yetu na kwa teknolojia ambazo zipo bado hatujawa na uwezo wa kuzivuna kwa kiwango kikubwa, hivyo imeonekana ni zao lenye uhitaji, lakini upatikanaji wake umekuwa ni mdogo. Nini faida ya kutumia maziwa ya nyuki? Tunasema maziwa ya nyuki yana faida kuu nyingi sana. Kwanza ni rich in protein. Kwa hiyo tunaamini kama chakula chochote kina viambata au kina ingredients nyingi za protein, hii husaidia katika kwanza mfumo wa brain activation, yani mtu unakuwa na uwezo wa kufikiri, lakini pia inasaidia katika development, ukuzi wa mwili wako. Lakini pia kutokana na ingredients za protein katika maziwa ya nyuki imeonekana kusaidia katika anti-aging. Kwa hiyo inasadikika ukitumia mazao haya, maziwa haya ya nyuki, uzee unaweza ukaepuka kwa namna fulani na kujikuta unaonekana kijana, lakini kumbe ndio umeenda kulingana na matumizi ya maziwa haya ya nyuki. Na hii ndiyo sababu kuu Jeshi la Magereza kumpa tonge la ugali mtaalamu huyu. Na zimekuwa tukifanya ufugaji wa nyuki kwa muktadha mpana wa kurekebisha wahalifu tunaokuwepo nao katika magereza yetu, kwa kuwakaribisha kwanza, baada ya kuwapokea na kuwahifadhi. Sasa tunawapatia tasnia ambayo itawasaidia endapo wakitoka baada ya
kukamilisha kutumikia adhabu yao kadri ya sheria, wanapotoka gerezani wanaenda kuwa raia wema kwa kufanya tasnia hii ya ufugaji wa nyuki ili kujiepusha na mizizi iliyowapelekea wao kuingia katika muktadha wa kufungwa au katika uhalifu. Lakini si tu ufugaji wa nyuki, kuna tasnia nyingi zimekuwa zikifundishwa juu ya kutoa elimu au kuwarekebisha wahalifu hawa ili wanapotoka wakawe ni raia wema. Asante. Asante sana mtaalamu wetu kwa elimu nzuri ya ufugaji wa nyuki ambayo kimsingi itamsaidia mkuu wa jeshi kutimiza malengo yake katika kurekebisha tabia za wafungwa na hivyo kupunguza uhalifu katika jamii. Lakini pia elimu hii inaweza kuwapunguzia Watanzania kasi ya kuimba wimbo wa maisha ni magumu. Ni mtayarishaji wako Javius Kaijage, Biarushengo. Nzima ya jeshi letu la magereza ni kuwa na jeshi imara la kisasa. Dira na dhima ya jeshi letu